Asante sana ndugu msikilizaji wangu. Nimeingia tena studio, mchungaji Yohana wa kituo cha uponyaji Makambako. Nataka kuleta neno la Mungu kwako tena siku ya leo. Najua uko mahali unanisikiliza. Nimekuwa nikifundisha mafundisho mbalimbali. Sasa leo pia nimekuja kwa ajili ya somo linalosema Mungu ametupa roho ya maombi. Mungu ametupa roho ya maombi ili tupate kufungua walioandikiwa wafe ili wapate msaada. Na ninashukuru sana mpendwa msikilizaji, tukiangalia Biblia yetu tunapata somo hili ambalo Mungu anasema, somo letu linasema Mungu ametupa roho ya maombi. Mungu ametupa roho ya maombi ili tupate kuwafungua walioandikiwa kufa. Ili ni somo nalo ambalo taliona kwa uzuri kabisa. Natamani leo tujifunze pia somo hili ambalo linasema Mungu ametupa roho ya maombi ili tuwafungue walioandikiwa kufa. Kitabu cha Zekaria sura ya 12 mstari wa 10. Mungu anasema, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu awamwombolezeavyo mwanao wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Somo letu leo, Mungu ametupa roho ya maombi. Kitabu cha Zekaria sura ya 12 mstari wa 10 tunajifunza hapo. Biblia inatufundisha jambo ambalo ni zuri mpendwa msikilizaji, kwamba Mungu ametupa roho ya maombi, roho ya neema na kuomba. Kitabu cha Zekaria sura ya 12 mstari huo ni wa 10 inaeleza kwamba Mungu ametupa roho ya neema na kuomba, ametupa roho ya maombi. Ametupa roho ya neema na kuomba, maana ametupa roho ya maombi. Mungu anapowapa wanadamu roho ya neema na kuomba, anatafuta nini? Anatafuta ayaone maombi ambayo yataombwa na watu duniani, yazuie aliyeandikiwa afe apate kuishi. Maana yake ukiangalia kitabu cha Zaburi ya 102 mstari wa 17 mpaka mstari wa 20, utaona Mungu anazungumza, anasema atakapoyaelekea maombi yake aliyemkiwa. Maana yake Mungu anayaelekea maombi. Anayaelekea maombi ya mtu aliyekuwa mkiwa. Mstari wa 20 anasema ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Kumbe Mungu ametupa roho ya maombi. Lengo la maombi yalikuja kwa ajili ya kuwafungua walioandikiwa kufa. Kumbe Mungu alileta roho ya maombi, lengo lake kuwafungua walioandikiwa kufa. Maana yake roho ya maombi lengo lake kuu kwa Bwana ni kufungua maisha ya mwanadamu aliyeandikiwa apate kufa. Roho ya maombi haikuja ili tuombee tu ugali, ili tuombee chakula tunachokula mezani. Maana leo tumekuwa na watu wengi ambao ni wataalamu wa kuomba kwenye chakula. Sisemi ni dhambi kuomba kwenye chakula, lakini maombi, alipokuwa Mungu anatupa roho ya neema na kuomba, lengo lake kutetea uhai wa mwanadamu usiangamie. Maana yake kitabu cha Isaya 51 mstari wa 1 mpaka wa 4 utaona anasema ili kutengeneza mahali palipoharibiwa. Maana yake kazi ya maombi duniani ni kufungua watu. Kazi ya maombi duniani ni kuzuia mtu aliyekuwa hatarini ainuke tena. Inawezekana mahali upo umekuwa na matatizo mbalimbali. Umekuwa na matatizo
ya shida mbalimbali. Umekuwa unaumwa, umekuwa na mawazo mbalimbali kwamba sijui ugonjwa huu nitapona lini. Njoo kwa fundisho hili sasa upate kuelewa kazi ya maombi ni kufungua watu wale ambao wameenda hospitali, wameambiwa hatupati majibu, hatuna majibu ugonjwa wako. Mtu huyo anatakiwa arejee kwenye maombi. Na ukisoma Biblia utaona Mungu anasema yeye ni Mungu wa kufungua waliofungwa. Anafungua waliofungwa, wale walioandikiwa matatizo. Kazi ya maombi ni nini? Ni kupeleka silaha mahali ambapo pana maangamizi. Maombi ni silaha. Na ndiyo maana kwenye Biblia kunasema, kitabu cha Waefeso sura ya 6 inaeleza jambo hili ambalo ni zuri. Kitabu cha Waefeso sura ya 6, Mungu anatupa jambo la aina yake mpendwa, ambayo imekuwa kifuatilia vipindi vyangu vya radio. Somo hili Mungu ametupa roho ya maombi. Waefeso sura ya 6 mstari ule wa 10 nitashuka kidogo. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa hiyo kumbe Mungu anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, vaeni silaha zote za Mungu. Mwanadamu ili awe na silaha lazima avae maombi. Maombi yako ya aina mbalimbali. Maombi ya kwanza tangu saa 1 mpaka jua linazama, tukiwa tunaomba kwa Bwana, tunalia. Tuko hatiani, tuko kwenye mahali pagumu, pa matatizo. Tunaomba tangu saa 1, tunalia. Tunamvamia shetani, tunalia. Unaenda kwa shetani unamkemea huku unalia. Unasema shetani ondoka, shetani ondoka, huku unalia. Nikwambie mpendwa, shetani wa namna hiyo hawezi kukimbia hata kidogo. Shetani anamkimbia mtu ambaye anafahamu kwamba maombi ni silaha ambayo inatumwa kwa shetani kubomoa ngome zake. Na ndio maana anakuambia kitabu cha Yeremia, anatuambia Yeremia 51 mstari wa 20 kwamba wewe ulungu langu, silaha zangu za vita. Kwa hiyo kumbe watu duniani tumepewa na Mungu roho ya kuomba ili tupate kushambulia ngome za shetani, tupate kushambulia ngome zake. Na kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 16 inasema, zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mnaweza kuizima mishale yote yenye moto yule mwovu. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani. Hebu niseme jambo moja na msikilizaji wangu huko mahali na shida. Maombi yasipochanganywa na imani ni sawasawa na gari ambalo halina mafuta halafu halina usukani. Unaenda yadi kuangalia gari, halafu unaambiwa ili gari lipo zima kabisa, limetoka nje, lakini halina usukani. Hilo gari nikwambie hata ufanyeje hautafanikiwa kutembea na hilo gari. Maombi yanatakiwa yatembee pamoja na imani. Maombi yasikuwa na imani hayawezi kutoa matatizo ndani ya watu. Mungu ametupa roho ya maombi, lakini lazima ndani ya maombi kuwe kuna imani. Maana imani ndiyo inasukuma uwezo wa yale maombi. Na ndio maana mtu mwingine anasema niombewe tu, lakini mimi kila nikiombewa ni wa hivi hivi. Sikiliza, kama unataka maombi yatende kazi, lazima kwanza ufahamu Mungu ametupa roho ya kuomba ili kushambulia ngome za shetani, kushambulia ngome za adui ambaye yamekuwa kitesa maisha ya watu, ambaye yamekuwa kisumbua maisha ya watu. Mungu ametupa roho ya kuomba, na tunapoomba kwa jina la Yesu tunaamini kuna utisho ambao unashuka kuendea mahali ambapo tumelenga. Kwa hiyo unaposema kwa jina la Yesu, maana yake
umeachilia moto au panga, unaenda mahali kwenye ngome za shetani, unabomoa ngome za shetani, unabomoa falme. Na maombi yanategemea na mtu muombaji. Unajua wengine wamekuwa na shida ya maombi kwa sababu kwanza hawaamini kwamba Mungu yuko. Hawaamini wanapoanza kuomba kwamba Mungu anawaona. Na kwa sababu hawajui kwamba Mungu anawaona, ni ngumu sana kujibiwa maombi yao. Kwa sababu gani? Wameona kama wao wameshaachwa na Mungu na Mungu hawaoni. Biblia inasema kwenye kitabu kimoja cha Waebrania kwamba mtu anayemwendea Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na huwapa thawabu wale wamtafutao. Sasa tunazungumza kwamba Mungu ametupa roho ya maombi, lakini ili uwe na roho ya maombi lazima kwanza uamini kwamba Mungu yuko. Lazima uamini kwamba yeye yuko. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Biblia inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na ya kwamba huwapa thawabu wamtafutao. Kwa kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 6, Mungu anasema, lakini mtu anayemwendea Mungu lazima aamini kwamba yuko. Sasa na kuona mahali una pressure na unatamani maombi. Je, mahali ulipo unaamini Mungu yuko? Na kuona mahali mgonjwa ambaye vipimo vimeshindwa kuleta majibu ya maisha yako. Umehangaika sana, hauna majibu yoyote. Na kufundisha, je, unaamini kwamba Mungu yuko? Hebu jiangalie vidole vyako ulipo. Jiangalie miguu yako, mikono yako, mwili wako. Aliyeumba ni nani? Kama aliumba Mungu, lazima uamini kwamba aliyeumba vidole hivi ndiye fundi wa kwanza wa afya yangu. Na huyu ni mtaalamu. Si kama wanasiasa, si kama wanasayansi. Si mwanasayansi bwana. Si mwanasayansi, amezidi kwa wanasayansi. Uko mahali na mateso, ninakuona. Una magonjwa, nakuona mahali upo. Na kutangazia mchungaji kwamba Yesu Kristo wa Nazareti, mtenda miujiza, alipokuwa duniani aliwapa wanafunzi wake nguvu ya kuomba. Wakatembea kina Petro, wakamuona Dorcas ambaye alikuwa amekufa. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 36 mpaka 43. Unaona Petro ambaye alikuwa huko nyuma ni mwoga, siku moja akajazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Akaondoka Petro, akafika kuna sehemu akamkuta Dorcas ambaye amefariki. Akaingia mahali ambapo pana mauti ya giza. Ile mauti haikuwa ya kimungu ile. Samani, unaweza kuona ile mauti kama ilikuwa ni ya kawaida, ilikuwa ni ya giza ile. Alipoingia mtumishi wa Mungu, walimuonyesha kanzu za Dorcas alizokuwa anashona alipokuwa mzima. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 36 mpaka 43 hivi. Unaweza kuona kuna jambo ambalo Petro alipofika pale, aliangalia zile kanzu alizomuonyesha, akaomba kwa jina la Yesu, akainuka yule mtu ambaye alikuwa ameondoka. Aha, kama maombi yanaweza kurejesha mtu aliyekuwa amefanyiwa mambo ya kigiza, kumbe maombi ndiye niamini kuliko kitu chochote. Na ndio maana siku nyingine unaona watu wanaenda kununua vitu mbalimbali. Wananunua vitu, nasema nimeshikia mahali nikinunua kitu cha namna hii kitanisaidia. Na kushauri kiugua uende hospitali. Hospitali serikali imeweka watu waende hospitalini wakiwa na matatizo. Yakishindikana hospitali, yamegoma, yalete kwa Yesu bila kusita. Maana Biblia inasema yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu. Nataka kuomba na wewe ambaye una magonjwa mahali ulipo, kwa jina la Yesu. Najua mahali una matatizo, biashara haiendi, haujajua maombi. Na kuona mahali una shida ya ndoa yako. Na kuona mtu mmoja mahali tumbo lako
la ujauzito limepitiliza, maana yake una ujauzito ambao umevuka miezi 9 na umeambiwa ujauzito huo ni wa matatizo, niko sasa mchungaji Yohana, kituo cha uponyaji. Namba yangu ya simu 0755 51 70 65. Mchungaji Yohana, kituo cha uponyaji Makambako. Namba yangu ya simu 0755 51 70 65. Nataka kuomba na wewe ambaye umeambiwa una matatizo, umeambiwa tumbo lako halitapata mimba, umeambiwa tumbo lako lina matatizo magumu ndani. Nataka kuomba sasa kwa jina la Yesu wa Nazareth. Mama huyu ambaye ana matatizo ya muda mrefu, kwa jina la Yesu wa Nazareth natangaza tumbo, mwili, miguu, mishipa yake, pokea muujiza wako kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe mama ambaye umehangaika toka kijijini kwako, umetoka kijiji cha mbali sana, uko hospitali na hela hauna, mgonjwa wako amezidiwa, natangaza mshika mgonjwa wako saizi. Huyo mgonjwa namuombea mchungaji Yohana kwa jina la Yesu. Magonjwa, achia mwili huu, achia mwili huu, achia mwili huu. Mwili uliyetangaziwa kifo na ufungua sasa, na ufungua mwili huu uliokuwa hauna matibabu, mwili wa pressure, mwili wa pumu, mwili wa kanza, mwili wa kisukari, na ufungua kuanzia sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Mwili ambao umechoka, mwili ambao umekonda, mwili ambao ukisimama unatetemeka, kwa jina la Yesu aliye hai, simama. Mwenye mwili una matatizo, simama. Wewe ambaye mkono wako wa kushoto unakuuma, kunjua mkono wako kuanzia sasa. Wewe ambaye uko mahali una mateso, macho hayaoni vizuri, weka mkono wako kichwani, kwenye macho yako, weka kwenye macho. Natangaza sasa, weka mkono wako kwenye macho yasiyoona kwa jina la Yesu aliye hai. Funguka wewe macho, nafungua hayo macho, nafungua hayo macho, nafungua hayo macho yapate kuona sawa sawa kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Fungua macho haraka, fungua macho haraka, fungua macho haraka. Wewe ambaye kichwa kinakuwaka upande mmoja, weka mkono wako upande wa kushoto. Nataka kuomba kichwa ambacho kinawaka upande mmoja kwa jina la Yesu aliye hai. Nafungua hiki kichwa kwa jina la Yesu aliye hai, nafungua hiki kichwa kwa jina la Yesu aliye hai, kiwe sawa sawa na Bwana alivyokusudia. Wewe ambaye una matatizo ya miguu, ni saa ya maombi mpendwa. Wewe ambaye una matatizo ya miguu, weka mikono yako kwenye miguu yako, weka kwenye magoti. Naomba sasa kwa jina la Yesu aliye hai, miguu ambayo ilikuwa haina nguvu, pokea nguvu za Yesu kwa jina la Yesu. Amen. Simama. Wewe ambaye ulikuwa una shida, anza kwenda sasa. Wewe ambaye kiuno kinakusumbua kwenye mgongo, hebu mwekeni mikono nyinyi mnayemuuguza hapo. Weka mkono wewe unayemuuguza mgongoni hapo, weka penye kiuno hicho mgongoni. Nataka kuomba, baada kuomba msimamishe haraka kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaomba sasa, wewe ambaye una matatizo ya kiuno, kwa jina la Yesu aliye hai, funguka, funguka, funguka kwa damu ya mwana kondoo Yesu. Hata kama ulilaniwa na ndugu zako, ninakufungua kuanzia sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Inuka mahali upo, tembea kwa jina la Yesu, tembea kwa jina la Yesu. Haya, nyenyuka, mnyenyueni, msimhurumie, mnyenyueni, msiweke huruma ya kibinadamu. Imani isipokuwa na matendo imekufa. Nyenyua mgonjwa wako, nyenyua mgonjwa wako, tangaza umepona kwa jina la Yesu. Shetani ameshindwa, tangazeni hayo, shetani ameshindwa. Wewe mwenye kanza kwenye mwili wako, tangaza shetani ameshindwa. Wewe mwenye pressure, tangaza shetani ameshindwa. Wewe mwenye virusi, tangaza shetani ameshindwa. Wewe mwenye pressure,
unayeumwa mgongo, unayeumwa kichwa, mwenye tumbo la uzazi, tangaza imekwisha. Halafu anza kuinuka, utaona unakwenda. Na kuona mtu mmoja mahali uliachana na familia yako kwa ajili ya magonjwa. Uliachana na familia yako kwa ajili ya magonjwa. Nataka kuomba sasa na wewe kwa jina la Yesu aliye hai. Kuanzia sasa magonjwa yaliyo ndani yako yakuachie kuanzia sasa. Kamata redio wewe ambaye uko mahali kwa redio. Kamata redio wewe ambaye uko jirani na redio. Shika redio yako, naomba liko studio sasa. Kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako. Muujiza wa kibiashara. Muujiza wa ndoa. Muujiza wa kazi zako. Muujiza ofisini kwako. Muujiza kupata mchumba. Muujiza kupata mume. Muujiza kupata mke. Muujiza wa pesa ya kusomea. Muujiza wa karo. Muujiza wa kujenga nyumba. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Riama sakapa. Heriama santa. Pirio mosaka. Ripa papa santo. Rika santa rapa. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako mama. Pokea uliyefungwa na ndoa yako. Pokea muujiza wako. Wewe uliyefungwa macho, uliyefungwa usione mchumba, usione biashara, funguka kuanzia sasa. Nafungua uso wako. Nafungua miguu yako. Nafungua kipaji cha uso wako kwa jina la Yesu aliye hai. Nafungua wewe ambaye umekaa mahali umekimbia kijijini kwenu kwa sababu ina madeni na kila ukifanya kazi haina mafanikio. Nafungua uso wako. Nafungua biashara yako. Wewe ambaye umekaa mahali unalima bila mafanikio, nimetuma mchungaji Yohana kituo cha uponyaji Makambako kuombea shamba lako. Uliye shambani, shika shamba lako kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako. Nalifungua shamba. Uliye mahali popote unaendesha gari, una matatizo, una kesi mahakamani, kesi ya kubambikwa ambayo si ya kwako, ninakufungua kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Nateka nyara yule adui aliyekupa kesi ya mgogoro, kesi sio kwa ya kwako, umebambikizwa. Mashetani yamekubambika kesi. Una kesi nyingi. Shika redio mahali upo kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako. Mama ambaye unavuja na kuona mahali mama unavuja. Unavuja kila wakati. Unaenda mfululizo kwenye hali yako ya kike. Ninakuombea sasa kwa jina la Yesu. Hebu ukiwa umesimama mahali au umekaa au umelala, ungana nami, funika macho. Halafu waza kwamba damu hiyo inakauka kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu aliye hai. Damu kauka. Damu kauka. Unaitoka mfululizo. Na kausha hiyo damu. Na kausha hiyo damu. Na kausha hiyo damu. Isiendelee kutoka tena. Na kausha. Kuanzia sasa ifuate kalenda zake. Ifuate kalenda zake. Kwa jina la Yesu. Na kuona mama una uvimbe kwenye kizazi. Una uvimbe kwenye kizazi. Uko mahali una uvimbe. Kizazi chako kimevimba. Mahali nasema kimevimba ndani. Hebu weka mkono kwenye tumbo lako la uzazi chini ya kitovu kidogo. Nataka kuomba na wewe. Kwa jina la Yesu aliye hai. Uvimbe uliye kwenye mwili huu, yeyuka kuanzia sasa. Yeyuka uvimbe. Kwa jina la Yesu. Yeyuka uvimbe. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Funika macho. Kuna muujiza mama, tayari muujiza unakuja. Kwa jina la Yesu. Uvimbe kwenye kizazi, kauka kuanzia sasa. Nafuta uvimbe. Nafuta uvimbe. Kwa jina la Yesu aliye hai. Nainua maisha yako. Naona kuna mtu mmoja ambaye una matatizo. Una matatizo ya kufungua tumbo. Tumbo lako linafungua mara kwa mara. Linafungua sana hilo tumbo lako. Linaenda mfululizo. Ukipima unaambiwa ugonjwa ambao si wa kwako. Nataka mahali upo kuanzia sasa ungana na mimi. Uko mahali una tatizo la kufungua tumbo. Nataka uweke mkono wako kwenye tumbo. Weka mkono wa kulia kwenye tumbo lako. Halafu twende na mimi. Sema kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa tumbo linafunguliwa. Kwa jina la Yesu. Halitaendelea kuendesha tena. Kwa jina la Yesu. Amen. Pokea muujiza wako. Naona uko mahali umeshapokea muujiza wako. Naona uko mahali tayari muujiza umeingia. Simama tembea. Simama tembea.
Uko mahali mtu ambaye umepoteza vitu vya kiofisi. Kuna mahali umepoteza vitu vya kiofisi. Mchungaji Yohana unayeongea naye, niko kwenye maombi sasa. Namba yangu ya simu ni 0755 51 7065. Namba yangu ya simu mchungaji 0755 51 7065. Uko mahali umepoteza vitu vya kiofisi, nataka kuomba na wewe kwa jina la Yesu aliye hai. Huyu aliyepoteza vitu vya kiofisi, vitu vya biashara yake, malesheni yake, vitu vya kiofisi, vyeti, natangaza huu ni mwezi wa kwanza. Hii ni siku ambayo umeiandaa. Natangaza hii wiki vile vitu vilivyopotea avione kwa jina la Yesu. Bwana okota, tuma jeshi lako lisambae kila mahali kutafuta, likamate mahali viko vitu vyake kwa jina la Yesu. Maana umesema malaika wa Bwana afanye kituo akiwazungukia mchao na kuwaokoa. Okoa mahitaji ya mtu, okoa biashara ya mtu, okoa kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Natangaza mahali upo, simama, tembea. Ubarikiwa sana na Yesu. Basi Mungu akubariki wewe ambaye uko mahali umefanyiwa maombi na mimi. Sasa nataka kuomba maombi ya mwisho kabla ya kukupa yafuatayo. Funika macho, nataka niombe na wote ambao mmeshaombewa. Sasa uko mahali nimekuombea mahali, funika macho sasa nikuombee. Asante Bwana kwa sababu huyu mtu angelikufa bila kujua kwamba Mungu umetupa roho ya maombi kuwafungua waliofungwa, walioandikiwa wafe, biashara zife, uchumi ufe, lakini Bwana umeleta matendo makuu ya ajabu. Naona miujiza mingi kwa watu hao walio hospitali, watu majumbani, wako barabarani, kila mahali. Bwana kila sehemu umesambaza uwezo wako. Wakati huu anayesikiliza redio anapokea muujiza wake, ambaye azaye kazae, mtu ambaye aliandikiwa kufa anaenda kuishi kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Basi ubarikiwe. Ni mchungaji Yohana, kituo cha uponyaji Makambako, 0755 517065, 0755 517065. Namba ya mchungaji Yohana kituo cha uponyaji ni 0755 517065. Hii ni namba ambayo unaweza kunipigia simu au kafika Makambako. Kumekuwa na mambo makubwa sana. Kumekuwa na watu walishindikana, lakini Mungu ametupa roho ya maombi. Tumeona watu wanapokea miujiza ya ajabu. Watu walikuwa biashara zimeharibika, zimeinuka. Watu walikuwa wataishije? Ukifika unaweza kuwakuta mpaka masista wako hapo. Unaona kwa macho kwamba huyu alikuwa ni sister ambaye alitumika miaka, lakini sasa anajifunza mahali hapo. Kwa hiyo mahali hapo hatuchagui dini, kabila wala rangi. Watu wote mnakaribishwa kuhudumiwa hapo. Ni siku za Jumapili, unafika asubuhi kuanzia saa 3 mpaka jioni saa 12 hapo Makambako unahudumiwa. Mnakaribishwa watu wote kutoka nje ya nchi, na wale nje unaweza kunipigia simu, nitakuwa na kitu cha kusema na wewe. Na wale mbali uwezi kufika, hauna hela hapo ulipo, basi ujue namna nyingine, nipigie simu, nitakushirikisha namna ya kufanya ili upate msaada hapo ulipo. Lakini ukiweza nenda kanisa lolote likusaidie, na kama Mungu amekuunganisha na mimi, basi hebu ungana nami kwa maombi, utapokea muujiza. Namba yangu ya simu 0755 517065. Kwa jina la Yesu ninakuaga. Kwa heri, tukutane tena kwenye vipindi vinavyoendelea. Amen.